Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari, nikuwasilishie yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie muhtasari wake. Wananchi waishukuru serikali na wadau wa maendeleo kwa kambi ya upasuaji kwa watoto inayofanyika katika hospitali ya Kivunge mkoa Kaskazini Unguja. Serikali yapatia ufumbuzi changamoto ya maji kwa wananchi wa kata ya Olasiti jijini Arusha. Katika habari za kimataifa, wachambuzi washangazwa na ahadi za Trump kuzuia Israel kutoa kikamilifu ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Naam, mtazamaji, kabla ya kuendelea zaidi ni kukumbushe, mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kwa akaunti ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa kutoka visiwa vya Barasha ya Karafuu na uchumi wa buluu kutoka kisiwani Unguja. Wananchi waliofika kupata huduma za matibabu ikiwemo upasuaji wa jumla kwa watoto kupitia kambi inayoendelea kufanyika katika hospitali ya wilaya ya Kaskazini A Kivunge katika mkoa wa Kaskazini Unguja wameishukuru serikali pamoja na wadau wa maendeleo kwa kuendesha kambi hiyo. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa hapa studio na Zuberi Hidaya. Huduma hizo za upasuaji za kibingwa zinatolewa kwa mashirikiano ya Wizara ya Afya na washirika wa maendeleo ikiwemo shirika la msaada la King Salman Humanitarian Aid na Relief pamoja na Muslim World League. Tumepokea madokta wazuri, wametupokea vizuri sana katika watoto wetu na huduma zetu nzuri. Wanatuhudumikia nzuri sana. Na leo tumefanyia utibabu kwa watoto. Hali zao zinaendelea uzuri. Natoa shukrani kwa madokta wote. Na vile vile tunawapa moyo wenzetu ambao wana matatizo watoto wao, wasikae mbali, wakisikia fursa hizo wawalete watoto wapate matibabu. Tunaipongeza sana hospitali ya Kivunge kwa sababu madaktari wako vizuri, wanauelewa, wana mashirikiano, mashallahu. Tunawapongeza madaktari. Akieleza lengo la kambi hiyo, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa afya kimataifa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Juma Ali Makame, amesema shabaha kubwa ni kuisaidia jamii kusogeza huduma za kibingwa karibu. Hizi ni huduma za kibingwa kabisa ambazo kwa sasa hivi tunazitoa katika hospitali zetu za wilaya. Serikali imejitahidi kuweka miundombinu mizuri pamoja na kuweka vifaa tiba, lakini sasa hivi pia tuna juhudi za kuweka madaktari bingwa na bingwa bobezi ili kufanya huduma hizi kupatikana katika hospitali zetu za wilaya. Kambi hii sio ya kwanza, ila ni muendelezo tu wa kambi nyingi ambazo zinafanyika katika hospitali yetu ya wilaya ya Kivunge, lakini tumefarajika sana kwa kambi hii kwa sababu imelenga tu kwa watoto. Faraja kwa wagonjwa kwa sababu tunaondosha lile gaps la kupeleka wagonjwa wetu nje ya nchi, lakini tunapata faraja kwa madaktari wetu wazawa kwa sababu wanajifunza ujuzi na utaalamu ambao madaktari hawa bingwa kutoka nchi ya Saudia wamekuja katika kuendeleza matibabu kwa watoto wetu wa Kizanzibari.
Kwa upande wake, daktari mbobezi wa upasuaji wa watoto Dr. Baya Abdullah Rashid akitoa tathmini fupi ya kambi hiyo amesema madaktari kutoka nchini Saudi Arabia kwa kushirikiana na wataalamu wazao wameweza kufanikisha upasuaji wa maradhi ya kuzaliwa yanayohusiana na utumbo. Wapo ambao watoto tangu wamezaliwa haja kubwa zinasumbua kutokana na maradhi hayo yaliyozaliwa yakiitwa Hirschsprung disease, ambayo mtoto anakuwa anakosa hisia za kupata haja. Inafikia mtoto anakaa wiki moja, wiki mbili bila kuhisi kuwa na haja. Ni hili tatizo ambalo ule uchango wake mkubwa unakuwa umekosa zile hisia za kuhisi yeye kama ana haja, na kile choo kinakaa kwa muda mrefu, kinakuwa kigumu, na hatimaye mtoto anaingia katika matatizo ya obstruction au chango kupandiana. Alhamdulillah, kwa kupitia kambi hii tumeweza kuwafanyia watoto wa matatizo hayo wengi za operation hizo za kibobezi, na mpaka sasa hivi wameshafanyiwa wagonjwa takriban zaidi ya 45 46 tayari wameshafanyiwa, na tunalenga kuwafanyia wagonjwa wasiopungua 100 kama watajitokeza. Hata wakifika 130 tumekuja na vifaa ambavyo vinaweza kusaidia kwa vijana. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja. Mtazamaji, tunarejea Tanzania bara kutoka huko jijini Arusha. Serikali imepatia ufumbuzi changamoto iliyokuwa ikiwakabili wananchi wa mtaa wa Kimindorosi, kata ya Olasiti jijini Arusha baada ya kuchukua hatua za haraka za ujenzi wa tenki lenye uwezo wa kuhifadhi lita za maji 50,000, hatua ambayo inakwenda kuondoa changamoto ya ukosefu wa maji iliyosababishwa na jiografia ya eneo hilo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa tenki hilo, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amesema serikali haiwezi kusita kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Nimejiridhisha pasipo mashaka kwamba kulikuwa na tatizo la maji. Nimejiridhisha kwamba maji kama maji yapo ya kutosha kutoka katika vyanzo vyetu. Kwa hiyo shida ni ile usambazaji, na hasa maeneo yenye mwinuko. Mchana watu maeneo ya tambarare wanatumia maji, kwa hiyo unakuta yanapungua na watu wa milimani mnapata shida. Kwa hiyo nimeenda kukagua tenki la lita 1,000,000. Tumetoka hapo, miundombinu imetengenezwa, lakini tumekuja kuona tenki jipya. Na hili nataka niwaambie ili muone kwamba tenki jipya haliwezi kujengwa kwa siku moja. Maana yake ilikuwa mipango ya serikali. Maana yake serikali ilikuwa najua kilio chenu. Aidha, Makala amewataka wananchi kushirikiana na mamlaka ya maji au WASA ili kuhakikisha kila mmoja anafikiwa na huduma hiyo kwa karibu zaidi. Kwa hilo tenki hili la hapa ni kama kwa ajili yenu tu sasa. Kuwa na uhakika. Naomba muendelee kuwa na ushirikiano na mamlaka ya maji. Sasa maji yataanza kutoka, lakini na nyie sasa utaratibu wa kuunganishiwa maji. Nitashangaa maji yakiwa wa uhakika alafu bado hamwezi kuomba kuunganishiwa maji. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha au WASA, mhandisi Justin Rujomba, amewahakikishia wananchi kuwa tenki hilo litaanza kutoa huduma ya maji haraka iwezekanavyo ili kumaliza kilio hicho cha wananchi. Tenki lile limejengwa ndani ya wiki 3 ulivyoliona lile tenki. Kwa hiyo niahidi kwamba wiki hii changamoto haitajitokeza ya watu kuamka usiku kwa ajili ya kupambana na kupata maji. Kwa kweli tulikuwa na changamoto hapa ya maji, hasa kipindi hiki cha kiangazi, kwa sababu kwa kipindi cha kiangazi maji hupungua. Sasa maji yanapofunguliwa yanakimbilia eneo ambalo liko chini. Kwa maeneo haya ya mlimani yanaathirika sana kipindi hiki cha kiangazi. Lakini nishukuru serikali kwamba baada ya kusikia kilio cha wananchi imejibu maombi ya wananchi haraka sana. Asante sana Hilal Seif Riami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Mtazamaji, tunarejea kanda ya Ziwa na sasa tunaelekea huko mkoani Mara tukiendelea kuitazama sekta ya maji. Zaidi ya wakazi 200,000 wilayani Rorya mkoani Mara wanataraji kuondokana na changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama mara baada ya serikali kutoa kiasi cha shilingi bilioni 134 kujenga mradi mkubwa wa maji kutoka chanzo cha Ziwa Victoria. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio.
Wakizungumzia ujenzi wa mradi huo, baadhi ya wananchi wameelezea adha walizokuwa wanakabiliana nazo wakati wakitafuta maji safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani mwao. Wananchi walikuwa wanatembea kilomita 3 kutoka kijijini kuja kufuata maji huku ziwani. Sasa kulingana jitihada za mradi, ndio maana wananchi wa kijiji hiki wakawa wametoa ardhi yao bure, kwamba mradi ukifika utakuwa umewasaidia kwa asilimia kubwa. Tukiwa tukipata changamoto kubwa, mama anaondoka saa 9 za usiku kwenda kutafuta maji kwenye mito, lakini kurudi kwake hawezi kujua atarudi saa ngapi. Na hadi leo kuja kupata mradi kama huu, tunashukuru Mwenyezi Mungu sana, na naamini changamoto ya maji itapungua. Lakini hapo nyuma tumepata wake zetu wameteseka sana. Awali akitoa taarifa kuhusu mradi huo mbele ya kamati ya usalama wilaya ya Rorya, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA, mhandisi Nikas Mugisha, amesema mradi huo unakwenda kuwa mkombozi kwa wakazi wa maeneo hayo. Mpaka sasa mradi kwa 15%, lakini mkandarasi anaendelea vizuri na ujenzi wa mradi, na tunategemea mradi utakamilika Septemba 2026. Na mradi huu utapeleka maji kwenye kata 21 za Rorya, ambao karibia 90% ya wakazi wa Rorya watanufaika na mradi huu. Na mnajua kabla mradi huu kuanza, wananchi wa Rorya walikuwa wanapata maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Wengine walikuwa wanapata kutoka ziwani, maji ambayo hajachujwa, wengine kwenye visima. Upatikanaji wa maji kwa Rorya ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa tunaamini mradi huu kikamilika ndio mwarobaini wa tatizo la maji kwa wilaya ya Rorya. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Rorya Dr. Halfan Haule, wakati akikagua mradi huo, amemtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili kukamilisha mradi huo kwa wakati, pamoja na kuwataka wakazi wa maeneo hayo kuwa walinzi wa miundombinu inayojengwa na serikali. Tumepita, tumeangalia, na kamati yetu ya usalama imejipanga kuhakikisha kwanza vifaa vyote vinavyotumika kwenye mradi huu viko salama, lakini pia tutapata nafasi pia kuzungumza na wananchi ambako mabomba haya yanapita, pamoja na hiki kijiji ambacho mradi huu wa chanzo kipo, kuendelea kutunza na kulinda miundombinu hii ili iweze kutumika kwa muda mrefu zaidi. Nirudie tena kuwataka wakandarasi waendelee na kasi hii ili mradi huu kamilike kwa wakati na wananchi wetu wa Rorya waweze kupata huduma ya maji. Mradi wa maji safi na salama kutoka Ziwa Victoria unatarajiwa kuwanufaisha wakazi katika kata 21 za wilaya ya Rorya na wakazi katika miji ya Sirari na Tarime. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, tunatoka kanda Ziwa tunaelekea kanda ya kati kutoka huko mkoani Singida. Serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 302.2 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi katika kata ya Kisaki, manispaa Singida, mkoani Singida, ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakumba watoto wanaotoka katika kata hiyo, ikiwemo msongamano darasani pamoja na umbali mrefu wanaotembea watoto hao kutafuta elimu ya msingi. Wakizungumzia ujenzi wa shule hiyo mpya ya msingi inayojengwa katika eneo la Onyamikumbi B, baadhi ya wananchi na wakazi wa kata Kisaki wamesema ujenzi wa shule hiyo ni mkombozi kwa watoto wao waliokuwa wakipata adha mbalimbali kufuata elimu ya msingi, lakini itakapokamilika shule hiyo watapata elimu katika mazingira rafiki. Ujenzi wa shule hii tumeupokea vizuri sana, kwa sababu ni huduma nzuri kwa vijana wetu ambao walikuwa wanaenda umbali mrefu. Sasa hivi na ni huduma imekuwa karibu. Walikuwa wanapata changamoto nyingi za kwenda shuleni, kuna umbali mrefu, kuna maporipori hapo. Kwa hiyo na mara nyingine wakutana hata na vipaka njiani. Kwa sasa hivi tunapokea shule vizuri sana kwa mikono yote miwili. Na tunataka wajenge kwa haraka ili watoto wetu waanze kusoma. Walikuwa wanapata tabu sana kwa sababu wanaenda shule iko mbali. Wanashuka mpaka kule Kisaki ni mbali. Na changamoto za chakula, hasa chakula. Hatuna hela ya kuwapatia watoto wakiwa wanaenda shuleni na kurudi watakuwa wanachelewa. Hasa hao watoto wadogo wakiwa wanaanza chekechea na darasa la kwanza wanapata changamoto sana. Mradi huo unahusisha ujenzi wa madarasa 6 kwa ajili ya shule ya msingi pamoja na madarasa mawili ya awali ya mfano pamoja na matundu 16 na vyoo 18.
Naam, mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa ndani ya kapu la habari, tunaendelea kusalia kanda ya kati. Tunatoka mkoani Singida tunaelekea makao makuu ya nchi mkoani Dodoma. Katika kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya dharura, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Dodoma limeendesha zoezi la upanuzi wa barabara za ndani katika masoko ili kurahisisha mazingira ya upatikanaji wa huduma hizo wakati wa majanga yanapotokea. Zuberi Mgaya ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Akizungumza baada ya zoezi hilo katika soko la Sabasaba, afisa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya Dodoma mjini, mkaguzi Deogratias Inano, ameeleza lengo la jeshi hilo kufanya upanuzi wa barabara za ndani katika soko hilo. Hili soko la Sabasaba sio soko dogo. Kwa takwimu ambazo nimepewa na kiongozi hapa mwenyekiti, kuna watu takriban 14,000 ambao wako katika hili soko. Sasa unaweza kuimagine kwamba janga aidha limetokea la moto au janga lolote ambalo linahitaji kufanya sisi maokozi, sisi kama upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji, inakuwa changamoto. Kwa hiyo haya masoko yetu wafanyabiashara wanaendelea kufanya biashara, wanakuwa. Lakini sasa kwa bahati mbaya zile njia za awali au njia asilia ambazo zilishatengwa kwa ajili ya kupita aidha magari ya dharura au watu wote ambao wanadili na huduma za dharura. Aidha, mkaguzi Inano amewataka wafanyabiashara pamoja na wananchi kutoa mashirikiano kwa jeshi hilo ili kudhibiti majanga ya dharura yanayotokea katika jamii. Naomba niwasisitize wafanyabiashara wa soko letu hili la Sabasaba, tushaweka alama. Kwa hiyo hakuna budi kuendelea zile alama kuziacha kama zilivyo, ili endapo dharura yote inapotokea, sisi watu wa huduma za dharura ikiwepo sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tuweze kufika kwa wakati na tutoe hizo huduma kwa wakati. Lakini bado hairidhishi. Lakini na elimu tunaendelea kuitoa. Tofauti na awali, ili zoezi tumelifanya kama miezi 2 nyuma, tulitumia zaidi ya masaa 12 kufungua ile njia ya kwanza. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kufanya ukaguzi na tunavyoendelea kupita kwa wafanyabiashara na kuwapa elimu, kidogo mwamko unaendelea kuwepo. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wamelipongeza jeshi hilo kwa kuchukua hatua hiyo itakayosaidia kuzidisha usalama wa biashara zao pamoja na mazingira kwa ujumla. Tunashukuru jeshi la zimamoto kwa kazi nzuri walizozifanya. Inano amefanya kazi kubwa kutupa ushirikiano viongozi, na hawa viongozi tumefanya kwa ajili ya faida ya soko letu. Nawapongeza zimamoto kwa kutupanulia kwanza njia, maana mtuko tumebanana sana na waliopata sana ni wachache tu, lakini ni vizuri kuwa na sehemu ya uwazi. Nia na madhumuni, tunafungua njia. Pili, tunahakikisha mali za wafanya biashara hazibuguziwi. Lakini na tatu, ni tuhakikishe zoezi limeenda vizuri. Sisi nia na madhumuni tunajilinda na majanga. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Kwingineko, mtazamaji, kutoka mkoani Manyara, mkuu wa mkoa wa Manyara Bi Queen Sendiga amezitaka halmashauri zote mkoani humo kuweka mkakati wa kutenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya viwanda vidogo na vikubwa, hatua itakayochangia kuvutia wawekezaji wengi zaidi kuwekeza katika mkoa huo. Kutoka mkoani Manyara, Mohamed Hamadi ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Katika kuhakikisha kuwa wawekezaji wanajitokeza kwa wingi sambamba na kupunguza adha ya ajira kwa vijana, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amezitaka halmashauri za mkoa wa Manyara kutenga maeneo maalum ya viwanda vikubwa na vidogo ili kuweka miundombinu rafiki itakayovutia wawekezaji kuwekeza na kulipa kodi ya serikali sambamba na kuongeza wigo wa ajira kwa vijana. Moja, uanzishwaji na utengezwaji wa maeneo maalum kwa ajili ya kuweka viwanda vikubwa na vidogo, industrial area. Umuhimu wake kwa sasa inawezekana msio, lakini hebu jaribuni kufanya muone. Fanyeni hata maeneo machache kama pilot. Industrial area ni kitu cha muhimu sana kwenye maeneo ambayo yanakuwa. Lakini pia inasaidia serikali kuweza kupeleka miundombinu mbalimbali sehemu moja. Nguvu inapelekwa wapi? Inapelekwa upande huu. Tunajua kuna watu wa huduma za maji, wenzetu wa umeme na vitu vingine. Wanajua maeneo gani hasa wapeleke umeme mkubwa kwa sababu kuna viwanda. Kwa upande wa umiliki wa viwanda, mkoa wa Manyara umesema tayari wameanzisha kiwanda cha kutengeneza teknolojia ya ndege nyuki maarufu kama drone kinachotumika kwenye shughuli za kilimo na maeneo mengine. Lakini kiwanda cha utengenezaji wa drones kiko hapa Babati mkoani Manyara. Kwa hiyo kwa sasa tumeanza kufanya assembly ya drone chache kama mfano ili watu wanapokuja sasa waweze kuona. Lakini muda sio mrefu tutaanza kutoa drone zetu ziweze kwenda sokoni kuweza kuwasaidia wakulima
wa Tanzania. Sio tu tunafanya drones kwa ajili ya kumwagilia. Hapana, drone yetu inaweza kwenda kumwagilia shamba, lakini ikarudi ikasema magonjwa, hali ya udongo na kila kitu kilichopo kwenye ile ardhi, na ikatoa recommendation ya dawa gani zitumike. Mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara mkoa wa Manyara, Musa Msuya, ampongeza wamiliki wa viwanda kwa kuthubutu kuja na teknolojia ya kisasa. Nichukue nafasi hii kumpongeza ndugu yetu David Mlokozi kwa jinsi ambavyo alivyoweza kutushia. Sababu niseme kwa kiasi kikubwa Mheshimiwa Mlokozi umenogesha siku ya leo. Hongera sana sana sana. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa wilaya, wakurugenzi na watu wengine ambao waweza kuhudhuria kwa siku ya leo. Sema nakushukuru sana. Mimi ni Mohamed Hamadi wa Mahasin TV. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yake Mohamed Hamadi kutoka mkoani Manyara kunatupa fursa kwa mara nyingine tena kurejea kanda ya Ziwa, na sasa tunaelekea huko mkoani Geita. Katika kuhakikisha wananchi wanatumia nishati safi ya kupikia, wakala wa nishati vijijini REA inaendelea kuuza majiko banifu kwa bei ya ruzuku katika maonesho ya 8 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan Bomba Mbili mkoani Geita. Hatua hiyo ni utekelezaji kwa vitendo mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ambao umebainisha kuwa ifikapo mwaka 2034 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Katika maonesho ya madini, REA inauza majiko banifu kwa bei ya ruzuku kwa gharama ya shilingi 6,200, ambapo kabla ya ruzuku kutolewa na serikali majiko hayo yaliuzwa kwa gharama ya shilingi 41,300. Majiko banifu yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa yenye uwezo wa kupunguza sumu ya mkaa, hivyo kusaidia kupunguza madhara ya kiafya yatokanayo na nishati ya mkaa. Katika mkoa wa Geita, kampuni inayosambaza majiko banifu kwa bei ya ruzuku ni Geita Millennium Star, ambapo majiko zaidi ya 10,000 yanataraji kuuzwa kwa bei ya ruzuku ya shilingi 6,200 badala ya shilingi 41,300 kupitia maonesho hayo. Mbali na majiko hayo banifu, pia REA kupitia maonesho hayo ya 8 ya teknolojia ya madini inaendelea kuuza majiko ya gesi kwa bei ya ruzuku. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Tangazo la nafasi za kazi. Bodi ya wadhamini ya msikiti wa Ijumaa uliopo jijini Mwanza, kwa mujibu wa katiba na taratibu zake za kiutawala, inatangaza nafasi za ajira na inakaribisha maombi kutoka kwa raia wa Tanzania ambao ni Waislamu waadilifu wenye uaminifu wa hali ya juu na maadili mema kujaza nafasi zifuatazo. Nafasi ya kwanza, katibu mkuu ambaye atakuwa mtendaji mkuu wa taasisi na kusimamia secretariat, mikutano ya bodi na shughuli zote za kila siku za msikiti. Muombaji anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo: shahada au stashahada katika utawala, management ya umma, sheria, sayansi ya jamii au taaluma inayofanana, uzoefu wa angalau miaka 3 katika nafasi inayolingana, uwezo wa uongozi, uratibu na mawasiliano ya kiwango cha juu, awe na umri usiopungua miaka 35. Nafasi ya pili ni mhasibu ambaye atakuwa na jukumu la kusimamia masuala yote ya kifedha ya taasisi, ikiwemo uandaji wa taarifa za kifedha, bajeti na kuhakikisha usahihi wa kumbukumbu za mahesabu, na atafanya kazi chini ya usimamizi
usimamizi wa katibu mkuu. Mwombaji atakiwa awe na sifa zifuatazo: shahada au stashahada ya uhasibu, fedha au taaluma inayofanana, kiwango kinachotambuliwa na NBAA, ngazi ya kati au inayolingana, uzoefu wa angalau miaka 3 katika nafasi inayofanana, uadilifu, uwajibikaji na uwezo wa kuhifadhi siri. Awe na umri usiopungua miaka 30. Namna ya kutuma maombi: waombaji wanatakiwa kuwasilisha barua rasmi ya maombi ya kazi, wasifu binafsi yani CV ukiwa na majina na mawasiliano ya watu wawili wa marejeo, nakala za vyeti vya taaluma. Maombi yawasilishwe kabla ya tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 kwa anwani ifuatayo: Mwenyekiti Registered Trustees of Juma Mosque, Mwanza, SLP 754, Mwanza, Tanzania. Nambari ya simu 0754435817 au 0629477550 au barua pepe dubaikona2002@gmail.com au yawasilishwe moja kwa moja katika ofisi ya msikiti wakati wa saa za kazi. Angalizo: waombaji waliowahi kuomba nafasi hizi awali hawahitajiki kuomba tena. Ni waombaji wenye sifa pekee watakaowasiliana na uongozi. Tangazo hili limetolewa na mwenyekiti wa bodi mnamo tarehe 22 mwezi Septemba mwaka 2025. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewataka wananchi wa nchi hiyo kuacha kutumia bidhaa kutoka nje ya nchi na badala yake watumie bidhaa za ndani kufuatia kuongezeka kwa mivutano katika uhusiano kati ya nchi hiyo na Marekani. Hayo yamejiri baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuweka ushuru wa 50% kwa bidhaa kutoka India, jambo lililosababisha Waziri Mkuu wa India kutoa wito kwa wananchi wa nchi hiyo kutumia bidhaa za ndani zinazozalishwa nchini humo. Akizungumza katika hotuba kwa taifa hilo kabla ya kutekeleza mpango mkubwa wa kupunguza ushuru wa bidhaa mbalimbali za mahitajio nchini India, amesema kuwa bidhaa nyingi wanazotumia kila siku zinatengenezwa nje ya nchi lakini hawazifahamu, na kuongeza kuwa wanapaswa kuachana na bidhaa hizo na wananchi wa India wanapaswa kununua bidhaa zinazotengenezwa ndani ya nchi. Kufuatia wito wake, wamiliki wa maduka nchini humo wiki za hivi karibuni, makampuni mengi ya India yamezidisha kampeni za kutangaza bidhaa mbalimbali zinazozalishwa nchini humo, huku wafuasi wa waziri mkuu huyo wa India wameanzisha kampeni za kususia makampuni ya Kimarekani. Licha ya uhusiano wa India na Marekani wenye mvutano tangu mwezi Juni mwaka huu 2025, waziri huyo hakuitaja wazi Marekani, lakini tamko lake limefungamanishwa na kuongezeka kwa mivutano kati ya nchi hizo, hasa baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuziwekea ushuru wa 50% bidhaa za India zinazoingizwa Marekani. Kwingineko, duru za habari zinaeleza kuwa Rais wa Marekani amefanya mkutano wa faragha na viongozi wa nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu na kuahidi viongozi hao kwamba hatamruhusu waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu autoe kikamilifu ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na utawala huo. Ripoti iliyotolewa na tovuti ya habari imevitaja vyanzo 6 vyenye taarifa za yaliyojadiliwa katika mkutano huo. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, Trump kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu aliwasilisha waraka wa mwongozo juu ya namna ya kumaliza vita ya Israel dhidi ya Gaza, ambapo unajumuisha ahadi ya kuzuia kunyakuliwa ukingo wa magharibi na mpango wa utawala wa usalama wa Gaza baada ya vita. Wachambuzi wa mambo wanasema kuwa ahadi hiyo iliyotolewa na Trump inaonekana kuwa kitu cha kushangaza, ikizingatiwa kwamba sehemu kubwa ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu tayari imeporwa na Israel, na viongozi wa Marekani wameunga mkono hatua hiyo hadharani au kuipa mgongo na kuitoijadili. Tukitamatisha Kapu la Habari kimataifa,
Msemaji wa ikulu ya Urusi, Dmitry Peskov, amesema Urusi haina chaguo jingine zaidi ya kuendeleza mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Ukraine, huku ikipinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Ukraine inaweza kurudisha maeneo yake yote yaliyochukuliwa na Urusi, akieleza kuwa uchumi wa Urusi kwa sasa umedorora. Ameyasema hayo katika ikulu ya Urusi, Kremlin, Septemba 23, 2025, siku moja baada ya rais wa Marekani kueleza jinsi Ukraine inavyoweza kutumia kipindi hiki kinachoonyesha uchumi wa Urusi kushuka kukitumia kurudisha maeneo ya Urusi. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa mtu pekee anayeweza kubadilisha hali ya mambo katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine ni Rais Donald Trump wa Marekani, na kueleza kuwa yupo karibu zaidi na hali hiyo na ndiye anayeweza kuibadilisha. Wakati hayo yanajiri, Ukraine imeripoti kushambulia kinu cha nishati cha Salavat katika mji kati ya Urusi usiku wa kuamkia Septemba 24, 2025. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaanza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Wananchi waishukuru serikali na wadau wa maendeleo kwa kambi ya upasuaji kwa watoto inayofanyika katika hospitali ya Kivunge, mkoa Kaskazini Unguja. Serikali yapatia ufumbuzi changamoto ya maji kwa wananchi wa kata ya Ola City jijini Arusha. Katika habari za kimataifa, wachambuzi washangazwa na ahadi za Trump kuzuia Israel kutoa kikamilifu ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Tangazo la nafasi za kazi. Bodi ya wadhamini ya msikiti wa Ijumaa uliopo jijini Mwanza, kwa mujibu wa katiba na taratibu zake za kiutawala, inatangaza nafasi za ajira na inakaribisha maombi kutoka kwa raia wa Tanzania ambao ni Waislamu waadilifu wenye uaminifu wa hali ya juu na maadili mema kujaza nafasi zifuatazo. Nafasi ya kwanza, katibu mkuu ambaye atakuwa mtendaji mkuu wa taasisi na kusimamia secretariat, mikutano ya bodi na shughuli zote za kila siku za msikiti. Muombaji atakiwa kuwa na sifa zifuatazo:
zifuatazo: shahada au stashahada katika utawala, management ya umma, sheria, sayansi ya jamii au taaluma inayofanana, uzoefu wa angalau miaka 3 katika nafasi inayolingana, uwezo wa uongozi, uratibu na mawasiliano ya kiwango cha juu, awe na umri usiopungua miaka 35. Nafasi ya pili ni mhasibu ambaye atakuwa na jukumu la kusimamia masuala yote ya kifedha ya taasisi, ikiwemo uandaji wa taarifa za kifedha, bajeti na kuhakikisha usahihi wa kumbukumbu za mahesabu, na atafanya kazi chini ya usimamizi wa katibu mkuu. Mwombaji atakiwa awe na sifa zifuatazo: shahada au stashahada ya uhasibu, fedha au taaluma inayofanana, kiwango kinachotambuliwa na NBAA, ngazi ya kati au inayolingana, uzoefu wa angalau miaka 3 katika nafasi inayofanana, uadilifu, uwajibikaji na uwezo wa kuhifadhi siri, awe na umri usiopungua miaka 30. Namna ya kutuma maombi: waombaji wanatakiwa kuwasilisha barua rasmi ya maombi ya kazi, wasifu binafsi yani CV ukiwa na majina na mawasiliano ya watu wawili wa marejeo, nakala za vyeti vya taaluma. Maombi yawasilishwe kabla ya tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 kwa anwani ifuatayo: Mwenyekiti Registered Trustees of Juma Mosque, Mwanza, SLP 754, Mwanza, Tanzania. Nambari ya simu 0754435817 au 0629477550 au barua pepe dubaikona2002@gmail.com au yawasilishwe moja kwa moja katika ofisi ya msikiti wakati wa saa za kazi. Angalizo: waombaji waliowahi kuomba nafasi hizi awali hawahitajiki kuomba tena. Ni waombaji wenye sifa pekee watakaowasiliana na uongozi. Tangazo hili limetolewa na mwenyekiti wa bodi mnamo tarehe 22 mwezi Septemba mwaka 2025.